Sodoma na Gomora walipata fursa, wokovu ulifika malangoni mwao. Hawakutumia vizuri muda wao, hawakupona, waliangamia kwa sababu watu wao ulizidi. Hawakujali sauti ikiwasihi, ndipo ghadhabu ilipowaangukia. Hawakupona, waliangamia. Walipokubali sauti ya Mungu wao, hawakupona wote. Sodoma na Gomora walipata fursa, wokovu ulifika malangoni mwao. Hawakutumia vizuri muda wao, hawakupona, waliangamia kwa sababu watu wao ulizidi. Hawakujali sauti ikiwasihi, ndipo ghadhabu ilipowaangukia. Hawakupona, waliangamia. Walipokubali sauti ya Mungu wao, hawakupona wote. Walipokubali sauti ya Mungu wao, hawakupona wote. Dhambi upofu, dhambi utumwa, atendaye dhambi hajali maonyo. Ilivyokuwa Sodoma Gomora, walijaza kikombe cha maovu. Hawakupona, waliangamia kwa sababu ya maovu yao wenyewe. Hawakupona, waliangamia kwa ukaidi wetu wa Mungu. Kizazi chetu kama Sodoma, tutapona bila toba. Dhambi upofu, dhambi utumwa, atendaye dhambi hajali maonyo. Ilivyokuwa Sodoma Gomora, walijaza kikombe cha maovu. Hawakupona, waliangamia kwa sababu ya maovu yao wenyewe. Hawakupona, waliangamia kwa ukaidi wetu wa Mungu. Kizazi chetu kama Sodoma, tutapona bila toba. Kizazi chetu nacho hakiko salama, ndoa za jinsia moja ni tishio. Dhuluma, uoga, damu ya kikiri, uwajali, havivumilia. Kweli wakikalipo watu hawajali, wokovu ungalipo hawaupokei. Kama Sodoma hukumu iko jirani, wenye kiburi wataangamia. Dunia ya wayache yalemewa, karibuni yafuke. Kizazi chetu nacho hakiko salama, ndoa za jinsia moja ni tishio. Dhuluma, uoga, damu ya kikiri, uwajali, havivumilia. Kweli wakikalipo watu hawajali, wokovu ungalipo hawaupokei. Kama Sodoma hukumu iko jirani, wenye kiburi wataangamia. Dunia ya wayache yalemewa, karibuni yafuke. Dunia ya wayache yalemewa, karibuni yafuke. Dhambi upofu, dhambi utumwa, atendaye dhambi hajali maonyo. Ilivyokuwa Sodoma Gomora, walijaza kikombe cha maovu. Hawakupona, waliangamia kwa sababu ya maovu yao wenyewe. Hawakupona, waliangamia kwa ukaidi wetu wa Mungu. Kizazi chetu kama Sodoma, tutapona bila toba. Dhambi upofu, dhambi utumwa, atendaye dhambi hajali maonyo. Ilivyokuwa Sodoma Gomora, walijaza kikombe cha maovu. Hawakupona, waliangamia kwa sababu ya maovu yao wenyewe. Hawakupona, waliangamia kwa ukaidi wetu wa Mungu. Kizazi chetu kama Sodoma, tutapona bila toba. Dhambi upofu, dhambi utumwa, atendaye dhambi hajali maonyo. Ilivyokuwa
Nalingoja Bwana kwa saburi, akaninamia, akasikia kilio changu. Akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akaisimamisha miguu yangu mwambani. Akaziimarisha hatua zangu, akatia wimbo mpya kinywani mwangu, ndio sifa zake Mungu wetu. Wengi wataona na kuogopa, nao watamtumaini Bwana. Heri aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake, wala hakuwaelekea wenye kiburi, wala hao waangukiao uongo. Bwana Mungu wangu, umefanya kwa wingi miujiza yako, na mawazo yako kwetu hakuna wezaye kufananishwa nawe. Kama ningependa kuyatangaza na kuyahubiri, ni mengi mno, hayahesabiki. Dhabihu na matoleo hukupendezwa nazo, masikio yangu umeyazibua. Kafara na sadaka za dhambi hukuzitaka. Ndipo niliposema, tazama nimekuja. Katika gongo la chuo nimeandikiwa kuyafanya mapenzi yako, Mungu wangu, ndio furaha yangu. Naam, sheria yako imo moyoni mwangu. Nimehubiri habari za haki katika kusanyiko kubwa. Sikuizuia midomo yangu, Bwana unajua. Sikusitiri haki yako moyoni mwangu. Nimetangaza uaminifu wako na uovu wako. Sikuficha fadhili zako wala kweli yako katika kusanyiko lako. Ubeti wa kwanza na ubeti wa mwisho katika wimbo wetu tulioimba wakati hatujajipata vizuri kujua nini kinachoendelea. Njiani huniongoza Yesu wangu Mwokozi, rehema hatapunguza milele kiongozi. Ina raha kwenda naye duniani daima. Nijapo sumbuka sana, yeye hutenda vyema. Njiani huniongoza, hupunguza matata. Nikiugua huniponya kwa kupoza, na hata nikiwa na njaa na shiba. Likichoka guu langu kutembea safarini, nguvu zikapungua, jiwe lililo mbele yangu hunibubujikia. Tunaposimama kwa dakika hizi tatu za kuimba kwa tafakari, ubeti wa kwanza na ubeti wa mwisho, sasa tutaimba kwa tafakari na tutaimba kwa ibada.
Karibuni tunapoimba. Njiani uliongoza Yesu wangu Mwokozi, rehema atapunguza milele kiongozi. Ina raha kwa ndamana duniani daima, nijapasumbuka sana, yeye hutenda vyema. Nijapasumbuka sana, yeye hutenda vyema. Ubeti watatu wataimba kina dada, sauti za kike. Kwake Baba yangu wote tuimbe. Salmo Fatma. Kwa kutokufa nikae na Mwokozi, nitamsifu sana, sifa kweli ni kiongozi. 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 Baba yetu, wewe utuongozaye njiani usiku na mchana, kweli wewe ni kiongozi. Ndio maana tumekuja mchana huu mbele yako kwa ujasiri, kulisifu na kulinua jina lako, kutenda mapenzi yako na kuona uso wako. Na utuongoze tena njiani tutakaposafiri pamoja na wewe. Mara hii twakuomba uje kwetu, ukae pamoja nasi katika ibada hii, maana tunaomba kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Karibuni katika ibada ya wacha Mungu katika kanisa hili pendwa, kanisa la Ilingo, ili tumwabudu Bwana wetu. Leo tumetembelewa na viongozi wenzangu ambao wameona vyema kushiriki pamoja nasi katika kuhitimisha programu hizi ambazo zilianza kwa safari ya wiki nzima. Katikati yetu tunaye mhazini wa conference yetu, Eda Lameki Hezloni Ndaro. Yeye ameshiriki pamoja nasi, si tu peke yake, pamoja na familia yake. Amina. Niombe asimame. Aliomba leo kusali kishiriki, ndio maana unaona amejificha kule pembeni. Naomba asimame pamoja na Mama Ndaro. Mama Ndaro. Mkao. Mimi kama nakuelewa hivi.
shemeji yangu ni rafiki yangu. Sasa jamani, karibuni sana. Hawa ndio viongozi wetu, afisa mwenzangu tunayefanya kazi ofisi moja ya uongozi na utawala kwa conference hii, na tukiri ya kwamba tuliitwa wote kutoka kule South Nyanza. Tunabarikiwa kuwa katika mazingira haya mapya ya utumishi. Bwana akubariki sana mhazini pamoja na mama kukubali kwamba leo tushiriki pamoja na wacha Mungu katika kanisa hili. Naweza kuketi. Ninajua leo aliomba aketi kishiriki. Katikati yetu tunaye pia associate treasurer, mhazini mwenza. Yeye anaitwa Rashidi Wambura. Niombe asimame pamoja naye. Yeye tu ni mwananchi, amekuja tu kama mimi nilivyokuja. Hahitaji nipanue sana utambulisho kwake. Yeye kama mnavyomuona amekuja na vitu vyake. Haleluya. Amina. Karibu sana Elda. Na wamechagua kukaa mahala fulani kwenye tao la Sulemani upande huu. Bwana wabariki sana. Lakini pamoja naye tunaye pia katibu wa chama cha wachungaji na mkurugenzi wa idara ya huduma na shule Sabato. Yeye tunamuita mchungaji wa wachungaji, ministerial secretary, Pastor Elia Nurueli. Yuko katikati yetu. Yeye amekuja pamoja na mama. Naomba simame, na ndiye ambaye ametupeleka mbele ya Mungu wetu kwa njia ya maombi. Naomba mtupungie mikono. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kama mtu bado kanashangaa ni nini kinachotokea Yerusalemu. Karibuni. Kuna wageni wengine ambao sijawatambulisha, ambao tumekuja pamoja nao, walioingia katikati hapa, huenda nimesahau. Nadhani wote sasa tuko pamoja. Jamani, mniruhusu niseme maneno machache ya shukrani. Kanisa la Ilingo, asanteni sana. Juma hili limekuwa juma la pekee. Tulikuwa tunaangalia namna ya kuzitafuta shilingi, shekeli kwa jicho la Biblia. Na kanuni kuu tumeiona imetajwa na Kristo mwenyewe. Inasema mpanzi alitoka. Katoka. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia kutoka. Ibrahimu alipoitwa akatoka. Yakobo alipoitwa akatoka. Ili ukapige pesa ni muhimu kuanza kutoka kwenye comfort zone yako. Na watu wamenielewa. Naamini baada ya miezi kadhaa kuna mabilionea hapa. Yani watu wenye shekeli, wenye mapesa, wenye money, ambao watageuka kuwa mbaraka kwa jamii. Ni kama wachache wanataka kunielewa. Kuna wengine wanastajabia, maana wameshahalalisha maisha magumu, yani ni swaiba, hawataki kuachana naye. Narudia tena, kuna watu watapiga pesa. Fungu letu lililosoma wakati wa matoleo tulipomaliza kutoa sadaka nimelipenda sana. Na yule mkurugenzi wa wakili aliyelisoma, Bwana mbariki. Unajua yale mafungu mnatakiwa kuwa mnayasikiliza kwa makini, likitamkwa dai ahadi hizo ziwe za kwako. Kwa hiyo mkurugenzi wa wakili, Bwana akubariki sana kwa mafungu ya baraka. Na tunapendekeza yasomwe siku zote wacha Mungu wanapoleta sadaka zao. Niwashukuru hata wale ambao hamkuja. Nikiri tu ya kwamba mlitupa space na rumu ya kuambizana vizuri, maana tulikuwa wachache.
Unajua unapokuwa na mtu mengi kuyaelewesha nao ni shida. Kwa hiyo hamkunipa mzigo sana kwangu kwa sababu ya kutokuja kwenu. Tunawatia moyo hata siku nyingine tukiwaita tena msije. Hii dunia sio ya stress sana. Kila mmoja anashika alipopeleka unga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale waliokuja kama waimbaji, kwaya zote tatu walikuja bila kuchoka. Bwana wabariki sana. Come on. Nadhani Nurueli anahisi joto sasa na roho iliyokukunda. Jamani, ni washukuru wazee wa kanisa. Mzee wa kanisa aliyekuwa anayemalizia zamu na wazee wa teule. Hebu wasimame wazee hawa wa kanisa la Iringo. Wazee wote wa kanisa wa mwaka huu na ule mwaka unaokuja wasimame. Simameni sana wazee hawa. Wamekuwa waaminifu, wamekuja kabisa siku zote bila kuacha. Sasa shida ni kwamba mzee anakuja alafu wewe hauji. Wazee, Bwana wabariki sana. Tumetiwa moyo kwa huduma zenu, na mimi nikiri ya kwamba mchungaji hakukosea kunileta hapa. Nimebarikiwa chini ya usimamizi wa wazee hawa wanyenyekevu. Ninawaahidi tu kwamba Pastor Nurueli na yeye atakuja. Mnaweza kukaa. Mafundi mitambo, Bwana wabariki. Yeye ni watu wa maana, mkiunganishwa na Samu, Bwana kubariki sana sana. Sasa leo niwaambie safari yetu ya wiki, mafanikio yake yote yale tuliyofundisha, funguo yake ni somo hili tutakalolisoma leo. Kwa hiyo unaweza ukakosea yote mengine, lakini hii ya leo usikosee. Fungua Biblia yako katika kitabu ambacho umekizoea sana, kitabu cha Malaki. Nimemwomba Bwana nisaidie leo nisihubiri, nifundishe. Maana ili muelewe takiwa kufundishwa. Kiniona nahubiri hapo katikati ni vile tu, tabia nayo mazoea hujenga tabia. Ni kiherehere changu tu. Kwa hiyo leo nitajaribu kuwa mwalimu. Waliofika hapo Malaki 3 aya ya 7 tutasoma mpaka aya ya 12. Fungua Biblia yako. Geuke jirani yako mwambie fungua Biblia yako. Na akiwa hana muulize swali la pili, unajisikiaje kuambiwa kufungua kitu ambacho hauna? How do you feel? Tunasoma aya ya 7 inasema, tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni mimi, nami nitawarudia ninyi, asema nani? Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema, tukurudie kwa namna gani? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi
mnaniibia mimi, lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka. Ibrania inasema maseri na dhabihu na teroma na nini melaniwa kwa laana. Maana unaniibia mimi na taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema nani? Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, na kwa ajili yenu wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, na kwa ajili yenu wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema nani? Bwana wa majeshi. 12 mwisho inasema, na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema nani? Bwana wa majeshi. Nikiri mbele yenu, maneno haya siyo ya kwangu, na wala maneno haya siyo ya nabii Malaki. Haya ni kukopi na kupesti, ni maneno ya Bwana wa majeshi. Na hili ndio neno lake ambalo Roho Mtakatifu amepigia mstari mchana wa leo liwe mjadala wetu. Hili ndio neno la Bwana. Ngeuke jirani yako, mwambie namna ya kumwagilia mbegu. Mwambie tena namna ya kumwagilia mtaji wako. Baba, asante. Ninakiri ya kwamba huenda nisizungumuze kwa ufasaha, maana lugha yangu ya kibinadamu hii ni dhaifu. Lakini niombe Roho wako Mtakatifu azungumuze kwa ufasaha siri zako za mbinguni. Na baada ya hubiri hili, kila aliyepo hapa mchana wa leo aanze safari ya kuelekea mafanikio ya maisha yake pamoja na wewe, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen. Miaka 70 imeisha. Wana wa Mungu walioko uhamishoni kule Babeli wanapewa uhuru wa kurudi nyumbani. Wanaanza safari kikosi cha kwanza mwaka wa 537 BC, kabla ya Kristo kuzaliwa. Kikosi cha watu 50,000
kinaanza safari kurudi Yerusalemu, kikiwa chini ya viongozi wawili mashuhuri, Sheshibaza na Zerubabeli. Kinafika Yerusalemu. Kilipofika kikasema, kwa kuwa tulikwenda uhamishoni kwa sababu ya kutokumtii Bwana, acha tuanze na kipaumbele cha kujenga nyumba yake. Kikaanza kujenga hekalu. Mwaka wa 458 BC, kikosi cha pili kikaiaga nchi ya Babeli, na chenyewe kilikuwa na idadi ya watu 5,000 bila kuhesabu wanawake na watoto, wanaume wenye uwezo wa kwenda vitani. Kikafika Yerusalemu chini ya uongozi wa Ezra, kiongozi mashuhuri. Kilipofika kikasema, asanteni ninyi mliotangulia, mlioanza ujenzi wa hema ya nyumba ya Mungu. Kikosi hiki kikaweka utaratibu wa kuanza kujenga ukuta wa Yerusalemu. Sema amina kama unanielewa mchana wa leo. Sikae bila kutoa ushirikiano hapa, wakati kanisa hili ni kwa ajili ya integrated for mission. Toa huduma, unapewa huduma, toa ushirikiano. Haleluya. Geukia jirani yako, mwambie sema amina wewe. Mwaka wa 444 BC, kikosi cha mwisho cha tatu na chenyewe kikasema kwa heri Babeli. Kikaanza safari, kikatoka Babeli kuja Yerusalemu, kikiwa na idadi ya watu 42,000 bila kuhesabu wanawake na watoto. Kikafika Yerusalemu kikiwa chini ya uongozi wa Nehemia, na chenyewe kikakuta jengo limejengwa, kikakuta ukuta umejengwa. Kikasema, kilichotufanya twende utumwani ilikuwa ni kutokuzingatia taratibu za ibada, na chenyewe kikaweka input zake, namna ya kusimamia ibada ya kweli, namna ya nyimbo, namna ya kutoa sadaka, namna ya kumwelekea Bwana, namna ya kufanya maombi, na kikaweka kikosi kazi ili ibada izingatie utaratibu. Kuna wawili wachache wameshaanza kunielewa, narudia tena. Kikosi cha kwanza kikajenga nyumba ya Bwana. Kikosi cha pili kikajenga ukuta kuimarisha security ya nyumba ya Bwana. Kikosi cha tatu kikaweka utaratibu wa namna ya kumkabili Bwana katika ibada. Kikaweka taratibu na liturujia za ibada. Biblia inasema ya kwamba kilipofanya hivyo, miaka ikapita chini ya utumishi wa manabii mashuhuri wakati ule, Zekaria na Hagai. Wakawatia moyo watu kujitoa kwa kazi ya Bwana, wakatoa sadaka zao kwa kujenga nyumba ya Bwana, kujenga ukuta wa nyumba ya Bwana na kuweka taratibu za ibada. Tena wakawaambia, Bwana atawapatia nyakati zenye kufanikiwa. A glorious future itatokea kwa sababu ya kujitoa kwenu. Lakini kwa bahati mbaya sana, badala ya kuvuna, njaa ikawapiga. Kwa bahati mbaya sana, badala ya baraka, maisha yakawa magumu zaidi. Kwa bahati mbaya sana, badala ya mvua kunyesha, mvua haikunyesha. Kwa bahati mbaya sana, badala ya uzao kuongezeka, uzao
haukupatikana. Watu wakavunjika moyo, wakakata tamaa, wakashindwa kuziona ahadi za Bwana. Kuna mtu hajanielewa, narudia tena. Walijenga nyumba yake kama Ilingo walivyojenga nyumba hii ya Sara yenye ghorofa 2 kwenda juu. Wakajenga na ukuta, wakafuata na taratibu za ibada, nyimbo zikaimbwa, vikosi kazi vya kwaya vikaimba na ibada ikaendeshwa vizuri, lakini Bwana hakujibu maombi yao. Kama umaskini ukawa sehemu ya maisha yao, kama njaa ikafurika maisha yao, kama ni huzuni zikatawala maisha yao, magonjwa, masikitiko, ajali, mikosi zikatawala maisha ya wachamungu wake. Narudia, mtu aelewe, wamejenga hema yake, wamejenga na ukuta wake, wamefuata taratibu zote za ibada, lakini Bwana hakuwabariki wala kusikia maombi yake. Nataka niwaambie watakatifu wa Bwana, tunaweza kujenga makanisa, tunaweza kujenga ukuta vizuri, tunaweza kuimba na kuabudu na kuanguka kwa magoti na kusujudu, lakini Bwana asisikie maombi yetu. Sasa mazingira yalipokuwa magumu, ndipo Biblia inasema Bwana akainua nabii wa masahihisho, ili kusahihisha ni wapi walipokosea, kuweka vizuri ni wapi hawajafuata kanuni. Neno Malaki maana yake ni a messenger with a message, mjumbe mwenye ujumbe. Wewe ni mwimba kwaya, mgeukie mwimba kwaya mwanzio, mwambie muda huu si wa kulala. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua shetani atatumia mbinu zote ili hili somo mtu fulani asilichukue, ili aendelee kuwa kwenye maisha yake siku zote. Malaki akasimama. Naomba hapa sasa nizungumze ukweli, na kwa sababu nimemwomba Mungu anisaidie kuihubiri Biblia kama inavyotaka ihubiriwe. Malaki anaposimama kutoa ujumbe wa masahihisho, haanzi na washiriki, anaanza na viongozi wa dini, anaanza na wahubiri waimba kwaya wenzao, anaanza na wahubiri wazee wa kanisa. Sura ya Malaki ya kwanza na ya pili zote zinashughulika na viongozi wa dini. Lakini kwa bahati mbaya sana, tunaposoma habari ya kisa cha Malaki, wengi wa wahubiri tunakimbilia kwenye sehemu inayowahusu washiriki peke yake. Sasa mimi baya sistaki mzee. Malaki sura ya kwanza na ya pili inasema viongozi wa dini, mmekuwa vipofu kwa sababu ninyi ndio mmeshindwa kutii agizo la Bwana la kuwa waaminifu wa zaka na sadaka. Mnatoa sadaka vilema, mnaambia wengine ya kwamba toeni zaka kwa Bwana na sadaka kwa Bwana, tena kwa uaminifu.
Unapofika wakati wa ninyi kutoa, mnatoa vilema hata kutokutoa wakati mwingine. Malaki anasema Bwana anaanza na viongozi kwanza wa kanisa. Na sasa nataka niwaambie watakatifu wa Bwana mchana wa leo, wewe kama ni mzee wa kanisa unahamasisha washiriki kutoa sadaka kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, tunakupendekezea mchana wa leo uwe kielelezo kwa kutoa kwanza wewe. Huwezi. Unapata wapi ujasiri wa kuambia watu kutoa zaka wakati wewe hautoi? Unawaimbia wengine kutoa wakati wewe hautoi. Kuna connection gani kati ya maneno unayoyahubiri na kile kilichoko ndani ya moyo wako? Malaki anasema viongozi wamekuwa vipofu. Wanakuja kutukanga hapa washiriki, lete sadaka kwa Bwana usipotee na kuangamia, moto ujao utachoma sana. Tukimaliza kuimba sisi tutoe. Tumewachochea wengine wakapata hofu, na kwa sababu wamesikia kuna moto unakuja, sisi tuliomaliza kuwachochea hatuendi kutoa, tunakata kona, tunakwenda kukaa kwenye viti. Nataka niwapendekezee kwa neema ya Bwana mwakani waimba kwaya wote waimbe wameshikilia bahasha zao. Unawezaje kutuchochea wengine? Hapo tukichochewa tunakuja sisi kuweka sadaka kwa Bwana, lakini baada ya hapo wewe hatukuoni. Una shida gani wewe? Huyu Bwana anayechoma mbona anataka kutuchoma sisi? Umejitoma wewe. Wewe hauchomi wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na naomba nizungumze na waimbaji wangu hapa, marafiki zangu na ndugu zangu, na nimewachagua kwa marafiki zangu. Ninaomba niwaambie ukweli, mnatajwa sana waimbaji kutokuwa mstari wa mbele kutoa kwa kazi ya Bwana. Na ndio maana tumemwomba Bwana awabariki na kuwazidishia. Ila ninaanza kujifunza kwamba haya maneno yanayozungumzwa kwamba waimbaji wengi hawatoi, huenda yasiwe hapa Iringo, kwa sababu hapa Iringo nimegundua wengi wana kazi zao hapa. Yaani hapa wanaimba wanaenda kuchapa kazi. Sisi nataka niwaambie kwa nini waimbaji wengi hawatoi. Waimbaji wengi hawatoi kwa sababu hawana cha kutoa, kwa sababu hawana kazi. Wanashinda tu hapa kanisani, wanajifunza nota na hawaendi kufanya kazi. Tuna discourage waimba kazi wasiokuwa na kazi. Hauwezi kumtumikia Bwana wakati huo haufanyi kazi yoyote. Imba kwaya tuzurulaji. Ndio hutu tunatusumbua na kututajia mafungu mengi. Unajua Mungu wetu ni mwaminifu na huwatazama wachakazi wake, na kwa kuwa tumejitoa kumtumikia Bwana, mtusaidie hata kutuchangia sale ili twende tukamtumikie Bwana. Sikiliza nikwambie, imba baada ya kufanya mazoezi, katafute kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na niliwaambia kwenye hii kazi hakuna nota wala wimbo utakao kupatia mkate pale sokoni. Eti uende mbele ya meza ya mtu alafu do le mi fa so la ti do ti la so fa mi le do. Nipatie mkate hapa. Baada ya do, me, so, fa, mi, do, kuna hela inahitajika ya kununua fungu la nyanya. Kafanye kazi. Ndio kijana yako mwambie kapige kazi. Kariri nyimbo ukiwa ofisini. Kariri ubeti ukiwa unahudumia wateja.
Karibu mteja nikuhudumie. Bwana akubariki sana. Na baada ya hapo, Yesu wangu, Yesu wangu, karibu mteja, unasubirisha tena. Kuna baraka. Haleluya. Na hivyo sura ya kwanza na sura ya pili inatugonga kwanza sisi wahubiri. Na kwa sababu wenzangu huwa naikwepa, mimi naihubiri. Tushughulike kwanza sisi wahubiri hapa. Huwezi kusema watu watoe halafu wewe hautoi. Na inapomaliza sura ya tatu inawageukia mnaonisikiliza mchana wa leo. Sasa dozi yenu ni ngumu kidogo. Angalia inavyoanza kusema mzee wangu mwenyekiti wa ATAPE. Inasema tokea enzi za baba zenu mmegeuka. Ninaomba washiriki wangu mchana wa leo unifuatie tu. Mimi kazi yangu ni kufungua fungu. Inasema dhambi ya kutokuwa uaminifu huenda ni dhambi ya kurithi. Maana Mungu anasema naliona hii dhambi tangu enzi za baba zenu. Na nimeshangaa ninaposoma hili fungu, ninaogopa kwa sababu kama dhambi ya kutokuwa uaminifu, ya unyimifu, ya urugumia ni dhambi kwa sababu ya wale waliotutangulia, dhambi hiyo haihitaji maombi wala kufunga. Inamhitaji Yesu Kristo peke yake azaliwe ndani ya mioyo yetu ili kubadilisha tabia tulizolisi kwa wale waliotutangulia. Anasema tangu enzi za baba zenu. Naliona hii dhambi kwa wazazi wenu, naliona hii dhambi kwa baba zenu, naliona hii dhambi kwa babu zenu na kwa bibi zenu, tangu wale waliowatangulia. Nataka niwaambie mchana wa leo, tunahangaika sana kuwaelewesha washiriki juu ya uaminifu kwa sababu wana genetic inheritance walizolithi ndani ya maisha yao. Na ndio maana tunasema mpaka tumekubali kuzaliwa upya ndipo tutatoa kwa uaminifu. Maana ukitaka kujua kwamba kama mtu kanapambana na wale waliokatangulia walikahisisha, kuna vinasaba hivyo, kakute wakati akajazipata hela. Kata kuahidi ukweli wote, Baba ukinipa pesa nitapeleka tena kwa uaminifu, nitaitoa bila kuchelewa, lakini ngoja kaipate hela. Ndio kanaanza kupata nitaipeleka tu siku ya Sabato. Siku ya Sabato nitaipeleka tu. Na unashangaa inaishia mkononi. Na sasa Mungu anasema naliona dhambi hii kwa wazazi wenu nikanyamaza, lakini kwa sababu ninawapenda ninyi sitanyamaza. Nataka niwasaidie. Anasema tangu enzi za baba zenu mliamua kugeuka wenyewe mkaniacha. Anasema nirudieni nami nitawarudia. Anasema sikuwaacha, ninyi ndio mlioniacha. Mligeuka upande mkaenda. Na kwa sababu mimi upendo wangu unatawala siku zote za maisha yenu, nikabaki pale pale mliponiacha. Na sasa ninangoja watoto wangu warejee kwa baba yao. Anasema nirudieni. Mliniacha mkaenda. Na Biblia inasema, anaandika kitu kinaitwa rhetorical question. Anajiulizisha mwenyewe na kujijibu mwenyewe. Anasema tukurudie kwa njia gani? Kama mnauliza hivyo, acha niseme nirudieni kwa njia ile ile mliotokea. Na njia mliotokea
ni njia ya kutokuleta zaka na dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani leo nilimwambia Roho Mtakatifu kwamba amina zitakuwa ngumu sana kwa aina ya hubiri lililopo. Wahubiri wa siku hizi wa Sabato wanataka watangazie yale niliyowatangazia wiki nzima. Sasa leo naomba niwaambie, dozi ya leo ni ya kumtoa mtu kaburini. Kuna muda nitaruka hewani, nikishuka chini ninakanyaga kisigino chako cha kiroho. Ninaomba univumilie ili dawa iingie vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mlitoka mbele yangu, na yeyote atokaye mbele ya macho ya Bwana huyo hatabarikiwa kabisa. Maana Bwana yeye hukaa na watu wake, huangazia uso wake, na kwa njia hiyo watabarikiwa. Haleluya. Na sasa nasema mlitoka mbele yangu. Tulitokaje? Anasema mmetoka kwa njia ya kuniibia. Mmeniibia nini? Mmeniibia zaka na sadaka. Anasema taifa hili lote wanaosikiliza mchana wa leo, wanaohubiri hapa na wale watakao kuja, anasema mlitoka mbele zangu kwa njia ya kuzuia kile nilichowapatia mimi mwenyewe. Anasema nirudie. Anasema nirudie. Yaani Mungu anasihi, anasema katika ajenda hii tunaweza kujenga makanisa, tunaweza kujenga kuta, tunaweza kuwa na ibada njema yenye nyimbo, yenye maombi, yenye magoti, yenye mafungu, yenye mahubiri, yenye ufafanuzi, lakini kwa sababu ya kutokutoa zaka na sadaka, anasema mimi Bwana sitakuwa pamoja na. Mtakuwa mnajishughulisha wenyewe tu, maana mmetoka. Wale wa Israeli hawa walijenga kuta, wakajenga hekalu, wakafanya ibada katika standardi walizoelekezwa na Nehemia, lakini bado Bwana hakubariki maisha yao. Maisha yao yalikuwa duni siku zote. Kwa nini? Kwa sababu wametoka mbele zake. Wametokaje? 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 Unajua watu hawataki kusema. Nimesema wametoka kwa njia gani? Ya kula nini? Nilijua watu hawatazungumza. Yaani hata mimi niko comfortable kwa sababu nimeshaiambia akili yangu kabisa kwamba leo ushirikiano ni zero. Lakini sikiza nikwambie, dozi lazima iingie. Nimeogopa nilipogundua kwamba kumbe tunaweza kuwa tunaimba hapa maombi yote kupiga magoti baba na haya tunayoandika hapa tunaandika, lakini mzee wa siku anacheka, anasema hiyo yote haimaanishi mmenirudia. Anasema nirudie. Baba, tukurudie kwa njia gani? Kwa maombi? Kuna kitu hamujafanya kwa njia ya zaka na dhabihu. Nataka niwaambie, zaka na sadaka peke yake zinaweza kufanya majibu ya maombi yako kujibiwa. Biblia inamtaja mtu mmoja ambaye sadaka zake na zaka zake zilipiga kelele wapi? Na Bwana wa majeshi akasikia maombi yake. Naomba nizungumze tena. Nilizungumza hapa katikati ya wiki. Kinachotufanya tuwe kwenye haya maisha duni ni kujua hili fungu
na kutokuliishi. Tunawatia moyo. Bwana anasema nirudieni. Anasema nirudieni. Kama najiulizisha tukurudie kwa namna gani? Je, mwanadamu anaweza kuniibia? Yaani hili neno kuiba hapa ukisoma kwa lugha ya asili inaitwa kwa Kiebrania. Pastor, nimefurahia kwa Kiebrania inafanana na ya Kiswahili. Kiebrania inaitwa kaba. Na neno kaba kwa Kiebrania ni sawa na neno kukaba roba. Kwa hiyo wezi wote wa zaka na sadaka sio kwamba huwa wanamvizia Mungu akiwa amelala. Wanamkabili na macho yake waziwazi. Halafu mbele ya macho yake wanamlangwa, wanasepa na mkutano ya zaka na sadaka. Kama yaani kuna mtu anajifanyia katika na kokotoa pale mahesabu, milioni yote zaka yake laki, halafu sadaka yake laki nyingine. Laki mbili zote nibega kia nani? Walai hapana. 50 na 50. Wakati unafanya hayo mahesabu, mzee wa siku yuko amekutazama hapo. Unamfanyia tukio linaitwa kama. Sasa nasema, je, hivyo unaweza ukanipiga roba kabisa halafu baadaye ukasepa nazo na kutazama? Ni vile tu hasira yangu haijawaka. Lakini ikiwaka nitakufanyia kituko wewe. Hakuta shaka. Halo. Sasa naomba niwapitishe kwenye maswali muhimu ili nimalize hubiri langu mchana leo. Niliwaambia nitafundisha. Inasema hivi, kutoa zaka na sadaka ni kanuni ya Agano Jipya. Maana kama tunaiona tu Agano la Kale, na kama kuna msisitizo wa Agano Jipya, mbona ni kama hatuoni mafungu yanayosisitiza? Sasa sikiliza nikwambie mchana wa leo. Mwanzo 14. Fungua Biblia yako. Mwanzo 14 fungu la 17 na 20. 14, 17 na 20. 17 na 20 inasema, Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga nani? Kedolaoma, na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka mlaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme, na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, Muumba wa mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyake. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abrahamu, akampa fungu la 10 la vitu vyote. Sasa naomba tu kwa ufupi kwa sababu ya muda, ukisoma hili fungu, Ibrahimu anatoka kutafuta, amepigana, ameteka nyara, anarudi, anakutana na huyu mtu anaitwa nani? Melkizedeki. Sasa huyu Melkizedeki ana sifa kubwa ngapi? Mbili. Sifa ya kwanza ni kuhani, na sifa ya pili ni mfalme. Sasa naomba hapa umesikilize kwenye hizi sifa. Sifa ya kuhani ni kubariki. Sifa ya mfalme ni kulisha. Maana kazi ya mfalme ni kuwalisha watu walioko nyumbani mwake. Hakuna mfalme anasaidiwa matumizi. Wangapi wananielewa? Sasa Biblia inasema alipotokea Melkizedeki, kwa kuwa ni mfalme, akatokeza na chakula, mkate na divai. Na kwa kuwa ni kuhani, akatokeza na tamko la baraka aliyoli
kwa Ibrahimu, na Biblia inasema Ibrahimu akaitikia hivi vitu viwili kwa kutoa. Kwa mara ya kwanza inatajwa zaka kwenye Biblia katika fungu hili, akatoa 1/10. Wangapi wamenielewa? Wangapi wamenielewa? Sema amina kama umenielewa. Sema amina kama umenielewa. Sasa kama ni hivi, Agano Jipya sasa, Waebrania 6 aya ya 20. Waebrania 6 aya ya 20. Waebrania 6 aya ya 20. Ukifika hapo unaweza kunisaidia kusoma, maana natamani twende haraka nihitimishe. Waebrania 6 aya ya 20 inasema maneno yafuatayo: alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu, amekuwa kuhani mkuu hata milele kwa mfano wa nani? Melkizedeki. Waebrania 7 aya ya 1. Kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu, wa kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa kirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki, ambaye Ibrahimu alimugawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake: kwanza ni mfalme wa haki, tena ni mfalme wa Salemu. Maana yake mfalme wa amani. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake, wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa nani? Sema amina kama unanielewa. Amefananishwa na mwana wa Mungu. Na kwa sababu amefananishwa na mwana wa Mungu, Melkizedeki anafananishwa na Yesu Kristo. Sasa Yesu Kristo ana sifa kubwa ngapi? 2. Moja ni mfalme wa wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Halafu 2 ni kuhani mkuu. Naomba hapa nikufafanulie sasa fungu hili. Melkizedeki wa Agano la Kale ni Melkizedeki wa Agano Jipya. Hana baba, hana mama, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa siku zake. Huyu Melkizedeki hufanya mambo makubwa mawili kwetu ambayo yanatulazimisha kuitikia baraka zake. Moja, hutubariki, na 2, hutupatia chakula. Naomba mgeukie jirani yako mchana wa leo, mtazame tu uso, alafu nigeukie nikuulize swali. Anaonekana hajali? Hiyo sura inaonyesha kwamba hajara huyu. Na kama amenawili, shavu zinaonyesha kwamba amegonga mtama na msosi. Mgeukee tena, mwambie toa zaka. Mwambie toa na sadaka. Maana Melkizedeki wetu ambaye ni Yesu Kristo, yeye ni kuhani mkuu kutubariki, lakini ni mfalme wa wafalme kutupatia chakula. Na sio tu chakula, anatupa na appetite, hamu ya kupiga bibi. Nataka niwaambie utakatifu wa Bwana, tunaweza kuwa na hela, lakini hamu ya chakula ikipotea, hela zetu hazina maana yoyote. Anatupa hela, halafu zikija mezani na ka appetite, toa zaka. Swali la pili, hivi zaka ni hela au ni mazao? Maana tunaona ni mazao sana yanatajwa. Mazao yako, wanyama wako. Je, hii ajenda ya hela inatoka wapi?
Torati 14:22. Torati 14:22. Torati 14:22 nasema, usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu. Kwa hiyo ni mbegu ni mbegu yatokayo shambani mwaka kwa mwaka, na utakula mbele za Bwana Mungu wako mahali alipopachagua apakarishe jina lako, zaka ya nafaka zako na divai yako na mafuta ya kondoo wako, ili upate kujifunza kumcha nami. Ningekuwa na tafsiri ningesema hivi, fungu hili linamaanisha kwamba kama hatutoi zaka na sadaka, hatujaanza kujifunza kumcha nani. Anasema ndipo anasema, naomba hapa 24, na njia ikiwa ndefu mno nawe usiweze kuzichukua, kwa kuwa mahali ni mbali nawe mno atakapopachagua Bwana Mungu wako apakarishe jina lake, hapo atakapokubarikia Bwana Mungu wako, ndipo uzibadili ziwe nini? Hela. Kwa hiyo zaka ni hela. Naomba tu nifafanue fungu kwamba kwa kuwa wewe unatokea kule Makoko na zaka yako ni mbuzi yule aliyeangukiwa namba 10, ajenda ya kubeba mbuzi na tai yako hii uweke begani, mbona unajitesa? Maana inaweza kukojolea, hata kukojolea begani. Mama, chukua mbuzi, badilisha awe hela, lete. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo zaka ni nini? Ni hela. Swali la msingi, je, hii sasa ni watumishi tunatoa kutoka kwenye grosi au kutoka kwenye neti? Hapa nafundisha kitu ambacho na mhazini yuko sasa. Tunapotoa zaka tunatoka kutoa kwenye growth, yani pale kwenye yote, au tunatoa kwenye ile inayoingia benki, take home basic? Sasa naomba nikufafanulie unielewe. Neno basic, net pay, ile unayokutana nayo pale kwenye mshahara pale inayoingia benki, ni mabaki ambayo baada ya mjomba wako ambaye ni serikali kukupima kwamba huwezi ukapeleka kodi mwenyewe, akategesha pale kwenye formula ya mshahara, ikiingia tu mjomba anakata moja kwa moja, halafu yanayobaki yanaitwa net pay. Na kwa kuwa mjomba wako alishakupima akagundua wewe si mwaminifu, anakata juu kwake. Lakini Mungu yeye anasema, mimi ninachotaka sitafuti hela na utafuta moyo. Yeye anasema lete. Kwa hiyo net pay ni mabaki yaliyobakia baada ya mjomba wetu. Asante mjomba anayekusanya kwa ajili ya kumpelekea mama yetu nchi ya Tanzania, kukupima na kugundua wewe si mwaminifu, hauwezi kupeleka. Kwa hiyo anategesha hapo kwenye mshahara. Sasa hicho sio kile Mungu alichokupa. Mungu amekupa kifurushi kizima kinaitwa nini? Growth. Hapo ndipo anapotaka tukalikuletie hesabu yetu. Nani hajaelewa fafanuzi yangu? Nani hajaelewa? Sijitoe ufahamu kwambia leo nadhibiti kote kote. Sasa swali la msingi ninapomalizia, nini maana ya laana? Naomba yote mengine tuliyoyasikia tunaweza kuyasahau. Chukua hii. Anasema mmelaaniwa kwa laana. Hili neno ni neno gumu sana, lakini kimsingi ni neno ambalo lina mapacha, lina maneno mengine linalosafiri nayo kwa pamoja. Maneno haya ni matatu.
Neno la kwanza ni neno linaloitwa consecration. Kuconsecrate maana yake ni kuitenga rasmi kwa matumizi matakatifu. Si ndio mnaelewa hiyo? Na hii inatumika kuconsecrate kwaya, kuconsecrate wazee, kuconsecrate ndoa. Unaitenga kitu fulani kwa matumizi matakatifu. Mfano, Sabato ni consecrated, imetengwa kwa matumizi matakatifu. Sasa ukitumia kilichotengwa kwa matumizi matakatifu kwa ajili ya matumizi yasiyokuwa matakatifu, unakifanyia kitu kinaitwa desecration. Kudesecrate maana yake unatumia kitu mama ambacho ni kitakatifu kwa matumizi yasiyokuwa nini? Matakatifu. Sasa hapo kwenye hayo matumizi, hapo juu hapo, hicho kitu kinakuwa si consecrated, kinavaa kofia inaitwa desecrated. Mfano, kutumia zaka kununulia sare za kuingia kwaya. Kila unaposimama hapa na ile sare, unatutangazia ya kwamba sare hii imekuwa desecrated na wala sio consecrated. Na kama matokeo ya kitu kilichokuwa desecrated, kila mahala kitakapokuwa hicho kitu, kuna kitu cha tatu kinatokea, kinaitwa execrated. Execrated maana yake kwamba kwa kuwa kitu hiki kimetumika kwenye matumizi yasiyokuwa matakatifu, pamoja na kwamba kilikuwa kitakatifu, sasa execrated maana yake mkono wa Bwana hautakuwa juu yake. Kama ni mtoto wako ulimsomesha kwa njia ya zaka na sadaka, kote mtoto atakakopita ni desecrated. Na juu ya desecration kuna kitu kinachoitwa execrated, maana ya kwamba mkono wa Bwana hauko juu yake. Na yeyote ambaye mkono wa Bwana hauko juu yake, hilo neno sasa execration ndio neno laana. Maana yake utalima, lakini kwenye mbegu umetumia zaka na sadaka, mkono wa Bwana hautakuwa juu yake. Utajenga nyumba, lakini kwenye rangi na matofali na mabati umeezekea kitu kinaitwa zaka na sadaka ya Bwana. Kwa hiyo nyumba yote ni desecrated, na kwa sababu ni desecrated, mkono wa Bwana hauko juu yake. Ndio maana nawauliza sasa mchana wa leo, ni vitu vingapi ambavyo ni desecrated kwenye maisha yako, vilivyovuta mkono wa Bwana uondoke juu yake? Kama ni biashara ambayo haitolewi zaka na sadaka, sikiza nikwambie, ni desecrated business. Ni biashara ambayo ina kitu ambacho kilikuwa kwa matumizi matakatifu, lakini kimewekwa hapo kwa matumizi yasiyokuwa matakatifu, na kwa sababu hiyo Bwana ataondoa mkono wake. Na mkono wa Bwana ukiondoka juu yetu, tumekwisha. Na ndio maana mchana wa leo ninapomalizia hubiri anasema, mzee, kwenye hili maombi hayatarudisha mkono wa Bwana, nyimbo hazitarudisha mkono wa Bwana, kufunga hakutarudisha. Anasema iko njia moja tu inayorudisha, ni ile mlioitumia kuondoka. Leo angalia kanisa, kati ya washiriki wote tuliokuja hapa,
Ni washiriki wachache sana ambao huenda hata 150 wasifike, ndio waliokuja wakiwa wanasikia sauti ya Bwana inayosema msije mikono mitupu. Na conference yetu mzee wa hata kama ingekuwa na washiriki 40,000 peke yake wenye kuleta zaka na sadaka ya shilingi 15,000 mpaka 20 kwa mwezi mzima, tungelikusanya milioni 600 na zaidi kila mwezi. Lakini sasa hata milioni 120, 200 hatufikishi. Na washiriki tuko 127,000. Tukasema washiriki 127,000 tuwakate, tubaakize washiriki 40,000 peke yake. Na washiriki hao Bwana wabariki kwa mwezi mzima shilingi 100,000 peke yake. Mwezi mzima 100,000 peke yake. Halafu walete zaka ya shilingi 20,000. Kama tungekuwa waaminifu, kila mshiriki alete shilingi 20,000 tu mwezi mzima, pastor wangu, tungekusanya milioni 600 mpaka milioni 800 kwa mwezi huu mmoja. Hii conference nimesema hii takwimu ili uone namna kanisa hili lilivyo na wezi wengi wa zaka na sadaka. Mchana wa leo Bwana anasema mkinirudia, moja, nitaweka mkono wangu juu yenu. Nitaweka mkono wangu juu yenu. Na akiweka anasema nitayafungua madirisha ya mbinguni. Naomba uchukue hiki kitu. Kwenye Biblia Mungu aliwahi kufungua madirisha ya mbinguni kwenye kitabu cha Mwanzo 7. Alifungua kwa ajili ya kugarikisha dunia. Lakini fungu hili linataja tena atafungua madirisha mara ya ngapi? Temu hii sio kuangamiza, ni kubariki. Kuna mahala hatujasimama kudai hii ahadi. Anasema atakapotubariki tutakuwa na pesa mama, kiasi kwamba hata watu wanaotuzunguka hatutahitaji kwenda kuambia sisi tuna hela. Ila anasema wao wenyewe watatangaza. Si mlisoma hilo fungu la 10? Kila tutakapopita watasema na mataifa yatawaiteni mmebarikiwa. Naomba nihitimishe. Moja ya njia nyepesi na ya haraka ya kufilisika ni kutokutoa zaka na sadaka. Maana ni yeye aliyesema toweni nanyi utapewa. Mungu wetu ni genius kiasi kwamba eti baraka zake ameziweka kwenye condition ya kutoa. Nilipokuwa nasoma haya maneno mawili zaka, maseli kwa lugha ya asili, maana yake ni 10 payments. Ni sawa na kodi ya Mungu. Hii ni lazima uwe unataka hautaki. Kwa kuwa tu amekubariki, unatakiwa kurudisha. Ukisoma kwa lugha ya asili kabisa, maseli. Neno maseli maana yake ni 1/10 ya malipo. Ni kulipa. Ndio maana nasema leteni. Lakini sadaka ambayo ni temo taramao, anasema maana yake ni contribution, ni gift, ni offering. Sasa hapa unaopimwa ni upendo, kwamba huyu Mungu unampendaje.
Hivi huwa unakaa unafikiria yale aliyokufanyia na kula alikokutoa na kisha ukarespond. Bwana wetu wa mbinguni atubariki mchana wa leo. Kuna mtu anasema niseme ukweli, huenda kumbe ninatembea kwenye desecration. Kila kwa kuwa niliiba zaka ya Bwana, nikanunua haka kasuti, ninakavaa, nina kitu linaitwa desecration hapa. Na kwa kwenda desecration kama mapiko na majibu ya hiki kukifanya kitakatifu kwa matumizi yasiyo matakatifu, Mungu anafanya kitu kinaitwa execration. Anatoa mkono wake juu yangu, na akitoa, mimi ni nyang'au wa shetani. Hakuna jaribu la shetani litakalosimama kwangu, nitalikabili, litakwenda na mimi. Kama ni umasikini, nikikuswa kidogo tu jaribu linanifyagia. Kama ni biashara, jaribu kidogo linakwenda na maji, maana mkono wa Bwana hauko juu yangu. Mmoja anasema, Baba nisaidie, ninaanza upya. Na hii ndiyo njia pekee ya kumwagilia mbegu zetu. Maana tukipanda, mbegu zinahitaji madirisha ya mbinguni yafunguke, mvua inyeshe. Na anayefungua ni Mungu wa mbinguni. Na yeye anasema, ili nifungue, lete. Kama unasema hivyo, simama pamoja na. Wito wangu kidogo ni mgumu leo, lakini kwa ajili ya uponyaji wa nafsi zetu. Kuna mtu anasema, kwa kweli niseme ukweli, dhamiri yangu inanionyesha kabisa kwamba mimi nimeiba zaka na sadaka. Niliiba wiki iliyopita, niliiba mwezi uliopita, niliiba miezi 3 iliyopita, mwaka huu nimeiba vya kutosha. Na kwa nje hakuna anayeweza kujua hilo, maana ni hesabu niliyokaa mwenyewe peke yangu. Lakini Roho Mtakatifu anayezungumza na dhamiri ya roho yangu anajua, ananishuhudia. Huyo ni msema kweli, ananishuhudia hata sasa hivi kwamba hata wiki hii na mwezi uliopita na siku kadhaa zilizopita nilitafuta. Na sasa Mungu anaita, anasema nirudie. Ndipo na mimi niwarudie. Kwenye ile biashara, kwa kuwa ulichakachua hapo ukashindwa kutoa zaka, nilikaa pembeni. Ile unasema nikurudie, nirudie na mimi nikurudie. Kama unasema hivyo, tembea mbele. Wala huhitaji kusemesha mtu wala kumtazama mtu. Hapa ni dhamiri ya mtu anayesema ukweli moyoni. Tembea mbele. Yaani njoo tu huku, njoo mpaka huku hivi huku. Watu wanakuja. Mimi najua, yaani mzee, mimi najua dhamiri hapa zinazungumza. Wewe unasema kwa kweli, frankly speaking, kutoka moyoni. Yesu ananishuhudia siko salama. Anaita mchana wa leo nirudie. Tembea mbele, uje. Naomba muje tu hapa. Mjae hapa. Yaani tunataka kule watu wabaki wale ambao wanatoa. Wale wanaotoa wanajua kabisa mimi senti nazijua na ninazikokotoa kabisa. Niko safe kwa hili. Ila wao tutawaombea Bwana awatie nguvu waendelee kudumu. Hilo wanaosema kwamba tunataka turudi kwa Bwana, najua tumepungua. Ni mnatembea. Tembea tu uje. Njoo tu. Tembea tu uje. Bwana wabariki wanaotembea. Nitaomba viongozi wangu, Elder atakuja hapa mbele na Pastor Nurueli atakuja tena. Na leo naomba watakatifu wa Bwana. Najua huwa mnatembea hivi mito inapoitwa.
Lakini naomba kwa kuwa tumeamua kufanya commitment, tusirudi kwenda kuiba zaka tena. Maana tukirudi kwenda kuiba zaka, hili neno sio nzuri kulitaja kiongozi, hubiri la leo litatushuhudia. Ninajua wako watu wanaotoa zaka, wanatoa kabisa kwa uaminifu. Najua wako katikati yetu, lakini asilimia kubwa hawaendi kwenye kiwango hichi cha ukweli kinachosema. Kwa nini tuwe exaggerated? Kwa nini mkono wa Bwana utoke juu yetu? Ni nini tukachokifanya kitakachotusaidia kusimama imara na tukategemeza uchumi wetu? Maisha haya kwa nini yaendelee kukaa hivi? Tunasema Mungu wetu atusaidie mchana leo. Nasema nirudieni, ili ni yafungue madirisha. Na hapa ndio fungu linalosema mkitaka kudhani kwamba ninayozungumza sio kweli, nipeni muda wa kunijaribu hata mwaka mmoja. Yaani ndio ukajaribu angalau mwaka mmoja, toa mwaka mmoja. Ukiisha bila kuona baraka za Bwana, aisha. Anasema nijaribu. Watu wa Msoma, ninachofurahisha ni kitu kimoja. Ni wepesi wa kuelewa na ni waaminifu kusimamia wanachokielewa. Na ndio silaha tulionayo huku. Nilikuwa namwambia mwenyekiti wangu, nikamwambia mzee, sisi tutapita kuzungumza na watu wa Msoma kwa sababu mimi nimewachunga watu wa Msoma nikiwa nachunga katika mitaa mbalimbali kule Mwanza. Ninachojivunia ni kwamba wanaweza wasiwe na wingi wa mali, lakini wakiamua kufanya jambo wamelielewa, hawahitaji kona. Wakielewa wamenyoka. Na nawaambia tutatokeza. Yaani tu hapo wote tungekuwa tunakuja tu kila Sabato kwamba eti Mungu ametubariki 50,000 tu tukalete 5,000 Sabato ya leo. Sabato inayofuatia 5,000. Sabato hiyo nyingine Bwana ametupatia 50,000 wiki nzima 5,000. Mwisho wa mwezi shilingi 20,000. Nataka niwaambie hata hili kanisa lingekuwa na milioni za kutosha. Sasa shida ni kwamba humu ndani watu 80% hawajaleta. Lakini kuna mtu ameleta shilingi milioni 2, ameleta milioni 3. Yeye mwenyewe tu ndiye anageuka kwenda kutolea wengine wote walioko ndani ya kanisa. Ndio maana kanisa linasafiri kwa shida. Wale ambao mmekuwa hamuji kwenye hii wiki, tumewaambia Mungu amefungua njia ya baraka kwenye ardhi zetu. Dhahabu zinatoka kwa wingi eneo hili la Msoma. Lakini cha ajabu wanatajirika watu wa kutoka Tarime, watu wa kutoka Dar es Salaam, watu wa kutoka Mwanza. Sisi tumekumbatia mashamba, tunaendelea kung'ang'ana na mihogo. Nimewaambia katafute plot. Wewe usichimbe, neno katafute leseni ya uchimbaji kwenye eneo lako, kana leseni. Kuna Wachina wanakuja, wanatafuta mtu aliye mwenye leseni, wao waweke biashara ya uchimbaji. Ninazungumza kitu nilichokiishi, nimekifanya, na kuna ndugu zangu na kaka zangu wako hata hapa sasa hivi. Hapa nilikizungumza kwenye huu mkutano, wako hapa sasa hivi. Tumetoka huko tulikotoka pamoja nao. Wao walinitangulia hapa, lakini amteni hiyo Bwana amekuwa mwaminifu kwao. Sasa ninawatia moyo Wajita wenzangu, Wajaruo wenzangu mlioko hapa. Samaki wameshahama, ili wapate tafuta kizimba, mtaji wa kizimba. Tumesema hapa baba yetu Ibrahimu alikuwa ni tajiri, na utajiri umetajwa: moja wa mifugo, pili wa fedha, na tatu dhahabu. Toa imani za kishirikina zimeyumbayumba eti upate pesa, upate dhahabu, mpaka uende kwenye ushirikina. Sikiliza nikwambie, fedha na mali ni za Bwana. Haleluya. Wewe ng'ang'ana, kila watu wakitajirika, Freemason hawa wanatafuta hela, Freemason hawa
Yaani wewe umasikini umeingia kwenye kichwa mpaka ukiona mema unaona wabaya wabaya. Kwanza kitendo cha kusema mtu anatajirika kwa njia ya Freemason ni kutangaza kwamba Mungu hawezi kubariki watu wake. I challenge you in the name of Jesus. Tukitoka hapa wenye mashamba, wenye nini, hayo ndio lima hayo. Yaani kila eneo huku ni dhahabu. Hakuna mtu kamekomaa kanatafuta mbingu. Baba, uje twende mbinguni, maana maisha haya yanatuchosha. Sikiza nikwambie, hujui saa wala siku. Katafute hela. Tafuta hela upate. Wache kuomba maombi mengi ya kulaumu Mungu. Baba, huji, Baba, huji mpaka lini? Haya maombi ya kulalilani shaka ni watu ambao humo mvugoni zimeyumba, anazitafutia upepo ziji. Ila wenye nazo wana maombi machache tu. God, thank you Jesus. Narudia tena, watakatifu wa Bwana. Ningezungumza Kisukuma hapa, lakini nazungumza na Wajita. Lakini nataka nikwambie, katafute hela. Wache kulaumu watu. Umemkopa mtu amekunyima, halafu unaona kana kwamba ameaisha kwenda mbinguni. Mbona wewe hukopeshi sasa? Kama ni vyepesi. Kwa Kijita kutafuta hela, mama ni wanasemaje? Mjita nitokeza hapo. Nyagala jihela. Kama ilivyo sema. Nyagala jihela wewe. Kijana. Manseni. Go and seek money. Mchungaji wangu karibu. Tutaomba kwa ajili ya watu wa Mungu hawa, ili Bwana awasamehe. Na formula ni kwamba njia ile ile uliyotokea urudie Bwana. Kama unaiba, umeiba na dhamiri inakumbuka kabisa kuna kadhaa umezima, karudisha. Karibu na baadaye nitoa tumpe maiki hapo mzee, fungua maiki. Tutafumba macho tunapoomba. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, mfalme wetu na mwokozi wa maisha yetu, wewe uliyekuwako na utakayekuja Mwenyezi, utukufu na enzi na heshima ni vyako. Tunakushukuru sana kwa sababu ya rehema zako, fadhili zako na baraka zako katika maisha yetu. Hata kama sisi tumekuacha wewe na kutanga mbali na upendo wako, lakini wewe umeendelea kuwa mwaminifu kwetu, kututumia baraka zote. Tunakula, tunashiba, mavazi tunapata, hata mahitaji mengine ya muhimu unatukirimia Yesu. Si kwa sababu ya wema wetu, ni neema yako tu Yesu. Kwa ajili ya hilo tumepiga magoti, tumetembea kuja mbele ya kibweta hiki kama ishara yetu ya toba na msamaha wa dhambi ambazo tumekutenda mbele za uso wako. Kila mmoja anapotamka kwa kinywa chake, Baba, pokea toba na msamaha wa dhambi zetu mchana wa leo. Na kwa kuwa tumesikia wito huu ambao ni wewe uliyeuita kupitia kinywa cha mtumishi wako Pastor Bahini, katibu wetu mkuu wa jimbo
ambao umeweka neno lako ndani yake na umelifikisha kwetu kama lilivyo, na tumesikia sauti yako. Baba mtakatifu, mchana wa leo tunajitoa wakfu kwako tena, ya kwamba tumerudi Yesu. Naomba utupokee jinsi tulivyo, na kwa kuwa mlango tuliotokea umeutaja wazi mbele yetu, na ukasema ni mlango huo tunapaswa kurudi, tunaenda kuanza kufanya hesabu upya. Kila mmoja wetu tusaidie kwa uaminifu kwa ahadi hii. Mchana wa leo tunakushukuru sana kwa ajili ya kanisa la Iringa ambalo kupitia kwao umetuita ili kwamba kutokea hapa mataifa yote yaseme tumebarikiwa. Washiriki tuliosimama katika kibweta hiki mchana wa leo, tunatamani tunapotoka hapa kuanzia leo na kuendelea, kila atakayetuona awe shahidi mwaminifu ya kwamba Baba umetubariki sote. Na kwa ajili ya hilo tunajiweka wakfu kwako kuanzia sasa tena. Uliposuasua hapo nyuma kwa uaminifu kwako, naomba utusamehe. Tusamehe, tusaidie kujenga roho mpya ndani yetu. Chunguza mioyo yetu, wapi pana mioyo ya mawe ndani, alafu kaondoe, weka moyo wa nyama ndani yetu. Unaweza kurahisishwa kama sega la asali linavyoruhusu asali dondoke pasipo kamuliwa. Tusaidie mioyo ikae ndani yetu Yesu, kwa uaminifu kwako, ili kama maombi yetu yaliyokataliwa zamani, sala zilizokataliwa zamani, nyimbo zetu ambazo zilikataliwa zikapokelewa kuanzia sasa, maana ibada yetu imekamilika mbele za uso wako. Tukamilishe Yesu. Unajua tukifaidia nini tukipoteza muda mwingi Yesu kulisoma neno lako, kwa viongozi bora kanisa, kuimba, kwa wahubiri wakubwa, kufanya uinjilisti mkubwa, alafu mwisho ibada yetu kukataliwa mbele za uso wako. Haina faida yoyote, tutapoteza muda na ni hasara isiyokuwa na kifani. Na ninaamini hata hivyo tutaukosa hata uzima wa milele, tutaukosa. Na kuja kwetu hapa ni bure. Tusaidie mchana wa leo, tunahitaji kuokolewa Mungu wetu. Mtumishi wako anaendelea na maombi haya. Kubali kusikia ibada yetu, na waomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwaminifu, wewe umejaa upendo na huruma sana. Kila neno lako limekuja kwetu nyakati zote likiwa limekusudia jambo jema. Mnenaji wetu alikuwa anajaribu kuonyesha kwamba ujumbe huu unakuwa ni ujumbe ambao unaweza usipate amina kubwa. Lakini kwa sababu gani? Ni kwa sababu ni ujumbe ambao utakapofika kwenye mioyo yetu huwa una kawaida ya kutengeneza tafakari. Na kwa sababu ya tafakari hiyo ndio maana tumekuja mbele zako ili ukubali kutupokea kwa upya tena. Mzazi mzuri ni anayekuonya na kukuelekeza na kukwambia kile kitakachokupatia faida. Na kwa sababu umemtumia ili kutuelekeza kinachotupatia faida, hatuwezi kukasirika hata kidogo, maana mbele yetu tunaona neema, tunaona wema wa ajabu, tunaona tukiitwa heri katika dunia ya leo, tunaona mataifa wakibarikiwa kupitia sisi,
Wanyonge waliosimama hapa wataneemeka zaidi, maana nguvu zako, baraka zako zinatawala. Na yule adui aliyetuficha hili kwa muda mrefu ameshindwa kwa jina la Yesu. Kuanzia leo ameshindwa. Zile tabia za kurithi ambazo zimetutengenezea unyenyekevu hadi kwa watoto, tunaomba damu ya Yesu iliyomweka pale msalabani itoshe kutusafisha na kutengeneza upya nguvu mpya ndani yetu. Kanisa la Iringo, Baba, tunaomba likawe katika viwango vya pekee kuanzia leo, wenye nguvu na matajiri wa jiji la Msoma, ili kuandaa mji wa Msoma kwa ajili ya marejeo. Yesu, unaweza. Hata mchana wa sasa unaweza. Hata saa hizi unaweza. Umesikia toba ya huyo binti, umesikia toba ya yule baba. Unaona anavyokwenda kupanga zaka yake upya, unaona anavyokwenda kupanga sadaka yake upya, unaona anavyokwenda kuuza vitu ili kufanya matengenezo na wewe. Maana tumeambiwa maombi hayachukui wajibu. Na kwa sababu hiyo, yule Roho aliyeshusha ili andiko anayesema tutaitwa heri, Baba, hakika baada ya kutoka hapa, neema yako inabadilisha kila kitu. Na hili Mungu, ombi langu ni hili, neno hili likapige kelele akiwa chumbani, akiwa amepata fedha, lipige kelele mpaka maungamo na toba itakapokamilika. Lisitulie kwenye nafsi zetu, maana limebeba wokovu. Na Iringo, tunaomba kwa sababu ya ombi la leo, katika jimbo la Mara kutokee kituko ambacho kila mmoja atajiuliza, na si iwe moja tu, ule wito tuliuishi tulipolisikiliza neno la Bwana. Dalili kwamba umekubali na haya mapungufu tulio nayo, na haya madhaifu na madhambi tulio nayo, dalili kuwa umetukubali juma hili akatufanyie kitu. Na Mungu nakusihi, sisi ni watumishi wako. Wakati unafanya maamuzi magumu katika Israeli, Musa akasema, Bwana, usiwafute, na ulisikia. Na sisi kwa sababu umeweka mafuta ili tusimame na kukusihi, tunaomba juma hili kawafanyizie surprise. Waliokuwa wamekwama kiroho, yani kiuchumi, waliokuwa wamekwama mahali fulani, magonjwa yaliyokuwa yanamiminika katikati yao, saa hizi kwa jina la Yesu watoke juma hili, watoke wakatafute fedha. Juma hili watoke wawe watu wa kiroho. Jambo fulani litokee, uchumi ukabadilike. Vita vigumu vilivyokuwa vinakabili hadi watu wanalala njaa, Yesu, watu hawatoki ndani, kudaiwa mpaka mtu anabaki ndani, Yesu. Sasa wa hivi atatokaje? Tunaomba hizi siku 7 zikafanye kituko katika maisha, na wakifika Ijumaa waseme ni yule Mungu tuliyefanya maungamo, tuliyemwabudu. Na sabato ya Jumamosi isiwe sabato ya kawaida tena. Ndicho kipimo chao. Baba Mungu, imetosha. Tuhurumie, tumekukosea, tumekuwa wezi, wakabaji, lakini tunakuja kwako, tusamehe, tupokee. Sasa turuhusu twende tukiwa tumekutana na wewe, ili tukayafanyie kazi uliyotupatia. Tutoe kwenye magereza yaliyotufunga ili juma na kuendelea, katika jina la Yesu. Ikiwa unaamini na ulikuwa unaomba unaamini, sema amina mara 5 kimya kimya. Amina mara 5 kimya kimya. Kuna atakaye kusaidia, na itakapofika mara ya 5 Yesu atajua umejenga imani. Kwa jina la Yesu.